kwa sababu Azam ndiye ambaye alikuwa fainali na Simba. Kwa nini Simba wameenda pale Jangwani? Unaweza ukajiuliza maswali hayo, lakini kikubwa mimi nataka uniambie, kati ya Yanga na Simba ni paredi ipi ilikuwa imebamba sana na ilikuwa na vigezo? Lakini kwa upande wa Simba kwenye paredi yao wameenda pale, wamekutana na ujumbe umeandikwa hatuna upwiru. Nani ambaye katisha sana kwenye paredi? Vipi inawezekana ndio ikawa ukasema kwamba Iriza imefunika kwa maana ya paredi la Yanga, au wasanii wa Yanga wanawezekana wamefunika kwa maana ya paredi ya Simba? Hebu tuambie kwa upande wako, paredi ipi ilikuwa imebamba sana kati ya paredi ya Simba na Yanga? Kwa maana paredi ya Simba hii ambayo ndani yake ina Iriza ndani yake, paredi ya Yanga ambayo ndani yake ina wasanii, ipi ambayo imebamba? Nipe comment yako hapa chini hapo nijue wewe unasemaje, ipi imebamba? Bwana, msimu wa ligi umemalizika, lakini pia CRDB Cup pia nao umemalizika, kwa maana ya kwamba mabingwa wa mashindano haya tayari umeshafahamika. Young Africans bingwa wa ligi na Simba Sports Club ni bingwa wa CRDB Cup. Nini ambacho kimekuvutia sana kwenye kuhitimisha mbio za ubingwa wa maeneo yote kwa ligi kuu, lakini pia kwenye CRDB Cup? Nini ambacho kimekuvutia sana? Mimi binafsi kimenivutia mbilinge mara baada ya Simba kuchukua ubingwa wa CRDB Cup, lakini Yanga ambaye alichukua ubingwa wa ligi kwa maana TPBLB kuwa mabingwa wa msimu 2025-26. Lakini kikubwa sana ambacho nataka tuzungumze hapa ni kuhusiana na ni paredi ipi ambayo imefanikiwa, kwa sababu Yanga ndio walikuwa watu wa kwanza au timu ya kwanza kufanya paredi. Wamefanya paredi moja ya paredi kali sana kutoka Young Africans, lengo lipite pale Msimbazi na sijui walizungukia wapi, lakini lengo likwenda kuwakera pale Msimbazi, paredi izunguke irudi Jangwani na mambo mengine ya burudani yakaendelea. Niambie kwa upande wako, ni paredi gani ambayo imefanikiwa? Niambie ni ipi ambayo kwako ilikuwa imebamba sana kati ya Simba na Yanga, paredi ipi ilikuwa ya maana? Kwanza Yanga wao wakiwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara walipita Simba, wakakutana na kigongo au maandalizi ya Simba kuwa outshine Yanga kwenye paredi yao, hasa pale ambapo walitegemea Simba wenyewe kwamba Yanga watakuja watalishuti jengo letu na kulinanga. Sasa sisi wakati wanalinanga jengo letu, wao wanaona picha ya nani, ya Chama na goli alikuwa amefunga ambalo ni Puskas, ambalo linadaiwa kwamba huenda likaingia kwenye tuzo hizo, na Yanga wanakerekwa sana wakiona goli lile. Kwa Simba wakajipanga, wakaweka mazingira ambayo ni ya kufanya Yanga wakifika pale wakutane na skrini kubwa iko ukutani inaonyesha goli la Yanga, na walishuti ile goli. Sasa kulikuwa na kitu ambacho kilitokea ikashindikana kwa upande wa Yanga kushuti ile goli, kwa maana ile screen na vitu kama hivyo. Kwa unaona matukio mengine, lakini nyomi ya watu likaa pale Msimbazi pale, watu walijaa. Ilikuwa ni moja kati ya paredi kubwa sana pale Msimbazi. Sasa mara baada ya yote Yanga katoka pale wakaenda kwenye burudani ya mziki, wasanii, mambo mengi yakatokea. Pakome akapiga simu, Dube akaongea, vitu vilikuwa vingi vizuri ambavyo Yanga walikuwa wamepangilia kwa uzuri kabisa, kwa sababu walikuwa wanajua tunafanya siku fulani tunafanya hiki na kile vikae namna hiyo. Sasa yote katika yote, mimi nataka uniambie na paredi gani ilikuwa kali kwa upande wa Simba. Wao baada ya ushindi wao Zanzibar, itabidi wasafiri kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, na washuka airport waanze safari ya mpaka pale ambapo wanataka paredi yao ikamilike. Ratiba ambazo ziliwekwa ni kwamba paredi itapita Jangwani. Ina maana ni kama kwenda kulipiza kile ambacho Yanga alikifanya, nao watapita pale na kombe la CRDB Cup. Nani ambaye kafanya paredi la maana sana kati ya watu wawili, Yanga au Simba? Yanga kaenda pale kakutana na tukio, Simba nao wameenda pale wamekutana na ujumbe umeandikwa hatuna upwiru. Nani ambaye katisha sana kwenye paredi? Sitaki kukosoa, lakini nataka nifikirie kwa nini Yanga walifikiria tu kwenda pale, Simba hawajafikiria kwenda
kwenye klabu ya Azam ambao pia nao walikuwa washindani na walifanya mambo makubwa kwenye msimu, na walitegemewa kwamba Azam pengine wangekuwa kikwazo kwa nani? Kwa Yanga. Kwa nini hawajaenda pale Azam kwenye makao makuu yao? Sio Chamazi tu, wangepita hata sehemu ya hata kiwanda cha Azam ama mazingira kama hayo, ili kuonyesha kwamba ubingwa ameuchukua kwenye mikono ya Azam. Lakini pia kwa upande wa Simba, kwa nini hawajapita kwa Azam? Kwa sababu kama Simba wao walitokea airport, kwa nini ratiba isipite kwa timu ambayo ilikuwa mpinzani wao, kwa maana ya Azam FC? Wangepita hata kwenye kituo cha Azam, wangepita hata kwenye kwa maana kwenye viwanda vya Azam, wangepita pale, wangeweka ambushi kidogo, manake sherehe zao kidogo, afu wanaondoka, kwa sababu Azam ndiye ambaye alikuwa fainali na Simba. Kwa nini Simba wameenda pale Jangwani? Unaweza ukajiuliza maswali hayo, lakini kikubwa mimi nataka uniambie, kati ya Yanga na Simba ni paredi ipi ilikuwa imebamba sana na ilikuwa na vigezo? Lakini kwa upande wa Simba kwenye paredi yao kupo na Iriza, kwa maana ya basi la Iriza kwenye paredi ya Simba. Vipi inawezekana ndio ikawa ukasema kwamba Iriza imefunika kwa maana ya paredi la Yanga, au wasanii wa Yanga wanawezekana wamefunika kwa maana ya paredi ya Simba? Hebu tuambie kwa upande wako, paredi ipi ilikuwa imebamba sana kati ya paredi ya Simba na Yanga? Kwa maana paredi ya Simba hii ambayo ndani yake ina Iriza ndani yake, paredi ya Yanga ambayo ndani yake ina wasanii, ipi ambayo imebamba? Nipe comment yako hapa chini hapo nijue wewe unasemaje, ipi imebamba? Kama ni Simba sema vigezo na sababu za Simba kubamba, kama ni Yanga pia mwagika hapo chini. Lakini mwisho wa siku haya mambo aliyofanya haya yalikuwa ni mazito sana. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana.